Kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu imeanza kusikilizwa ikiwa ni siku ya 5 mfululizo, ambapo leo Mheshimiwa Lissu ameanza kumuuliza maswali shahidi wa pili kulingana na jinsi alivyojieleza kwenye ushahidi wake wa jana. Hapo jana mkaguzi wa polisi kutoka katika kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao kwa kufanya doria kwenye maudhui ya mitandao ya kijamii, John Kaya mwenye umri wa miaka 45 ameieleza Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam namna alivyogundua maudhui ya jinai katika picha mjongeo. Kaya alieleza hayo akitoa ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Job Mrema, Kaya alidai kazi yake kubwa katika kitengo hicho ni mpelelezi katika dawati la doria mtandaoni, na kazi yake anafanya katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube, Instagram, TikTok, Facebook na mingineyo. Kaya alidai lengo ni baada ya kung'amua kama kuna kosa la jinai katika hatua zaidi kwa kutumia programu mbalimbali. Alidai doria hiyo inafanyika kwa muda wa saa 24 za siku katika siku 7 za wiki kwa kuingia kwa zamu kwenye dawati. Shahidi alidai Aprili 4 mwaka 2025 aliingia zamu ofisini majira ya saa 12 asubuhi na kuanza kuikagua kompyuta yake ya ofisi na kuikuta ipo katika hali nzuri kiusalama, hivyo ilikuwa vizuri kwa matumizi. Alidai aliingia katika mtandao wa YouTube na kuona picha mjongeo katika ukurasa wa YouTube ukiwa umechapisha maudhui kwa picha mjongeo ambayo alikuwa ameambatanishwa na maneno haya: Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni, no reform no election, njia panda. Kaya alidai alishawishika kutaka kujua maudhui hayo ni ya aina gani baada ya kuona idadi kubwa ya watazamaji waliopenda na kuchangia katika mjadala kwa maana ya comment, na baada ya kuangalia picha hiyo alibaini kulikuwa na maudhui yanayoashiria jinai. Alibainisha hayo katika maudhui aliyosema, na nyinyi mnataka mteuliwe kwenye kacheo fulani nchi hii kwa hali ilivyo, hili linawezekana, kama haliwezekani tufanye mkutano wetu unasema no reform no election. Wamesema kitu kimoja sahihi hapo, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu tumesema tunazuia uchaguzi, tunakinukisha sana. Alidai baadaye alimjulisha mkuu wake wa kitengo, na baadaye aliambiwa aende akamuone kamanda msaidizi wa upelelezi kanda maalumu ya Dar es Salaam ACP George Bagemu. Baada ya kufika huko alikuta yuko ofisini na kueleza msaidizi wake kuwa alikuwa na shida ya kuonana na afande na alimruhusu amuone, na baada ya kumwelezea alitaka kuiona. Baadaye akaondoka na aliitwa tena ofisini hapo Aprili 7 mwaka 2025. Alidai alienda kwa ajili ya kuonana na ACP Bagemu na alimuuliza kama taarifa aliyompelekea anaikumbuka. Akajibu ndio na kupewa maelekezo kuwa aende akaipakue hiyo picha mjongeo na kuiweka katika namna maalum. Baada ya hapo alienda ofisini na kuingia katika mfumo wa kompyuta wa ofisi na kuchukua flash ambayo ilikuwa mpya na kupakua kipande cha video aliyoiona hapo awali katika akaunti tajwa, na baadaye kuchukua fomu aliyoipa jina la PF 145 na kuambatanisha na kielelezo cha DM na kupeleka kwa ACP Bagemu. Alidai picha hiyo ilikuwa na urefu wa saa 3 ambayo alipakua kwa mfumo wa MP4 na ulikuwa na ukubwa wa MB 500 na alitumia dakika 15 kuipakua. Alikabidhi kwa ACP Bagemu, lengo likiwa ni kupeleka kwa mtaalamu wa picha kwa uchunguzi. Shahidi alidai Aprili 7 mwaka 2025 aliitwa na ACP Bagemu na kumkumbusha kuhusu kielelezo cha DM alichokipeleka na kumtaka ampatie nywila. Mpelelezi aliweka katika kielelezo ili kuendelea na upelelezi na alidai alifanya hivyo.